Asante sana. Kwanza ni washukuru walioandaa kipindi hiki, kwa sababu ni kipindi cha kuelimishana. Ni kipindi cha kuelimishana na kukumbuka, lakini unakumbuka ili ujiandae kifikra kwa ajili ya siku zinazokuja. Hiyo ndio faida ya elimu, kwamba unaipata elimu alafu unaitumia. Sasa mimi nilimfahamu mwalimu, iko tofauti ya kumfahamu na kuwa naye. Ndio. Mimi nilimfahamu nikiwa na miaka 13. Nilikuwa nasikiliza hotuba zake. Anazungumza juu ya kupinga ukoloni na kusema kutawaliwa ni fedheha. Na alikuwa anatuhamasisha. Anasema watu wanaweza kutoka mbali kabisa wanakuja kuwatawala watu wazima na nyinyi mko hapa. Kwa hiyo akatuhamasisha. Sasa ilipofika umri wa miaka 14 nikajiunga na TANU Youth League katika kuunga mkono hiyo. Na kabla ya uhuru. Na baada ya hapo nikajiunga na TANU mwaka 59 kabla ya uhuru. Baadaye nikaendelea na masomo yangu, na wakati huo tukiwa TANU Youth League tulikuwa tunaimba sana kupinga ukoloni, kuwaunga mkono viongozi, mwalimu pamoja na wale waliokuwa naye. Na ukiwa mtoto usahau wimbo ulioimba. Unaweza kurudia kidogo? Naweza kuimba kabisa. Lakini utaimba au hupe? Naimba sasa hivi. Bwana Nyerere zidi kwenda yuno, ukisharudi tutajitawala. Inshallah Mungu yupo, Tanganyika itakuwa huru. Unasikiaje? Ndio makofi. Ndio makofi. Na sauti bado ipo. Mwingereza anauliza mahali pa kukaa, utamjibu nini leo? Mwingereza anauliza niende wapi? Nenda zako. Nikae wapi? Uingereza. Ukae huko Ulaya. Huko Ulaya kuna tabu, mahali pa kukaa, hata chakula chao tabu. Wakaja Tanganyika. Niende wapi? Nenda zako. Hapo uko vizuri ndio. Ndio asiroko vizuri, asante sana. Hapo tumehamasishwa na Mwalimu Julius Nyerere. Tumejiunga na umoja wa vijana. Tunajaribu kuhamasisha watu wajiunge na TANU na tupate uhuru. Na miaka 14 nakumbuka kumuona kwa karibu sana Mwalimu Julius Nyerere. Ilikuwa mwaka 58 nilitoroka shule, nikapanda lori iliyokuwa inaenda kumpokea Ikoma. Kule Serengeti. Ndio siku nimeona, sio kwa karibu lakini kwa mbali, lakini namuona. Nimehamasika, sina nafasi ya kuwa karibu naye, lakini najua ndio mwenyewe sasa mwenye mambo yale tunafanya. Na umetoroka shule? Umetoroka shule kwa siku moja tu kwenda kumuona. Sasa kuwa karibu sana na mwalimu ni baada ya kujiunga na siasa za uchaguzi mwaka 1970. Nilichaguliwa nikiwa ndio mbunge kijana kabisa katika Tanzania. Nilivunja rekodi ya Yohana Mgonja aliyekuwa amechaguliwa mwaka 1965 akiwa na miaka 28. Mimi nikachaguliwa nikiwa na miaka 25. Jimbo gani? Jimbo la Mwibara. Mwibara ilikuwa inajumuisha Bunda kwenda mpaka Kisoti. Basi nilikuwa jeuri kidogo. Kidogo sio sana, lakini jeuri kidogo. Sasa mwaka 1972 ulitokea uamuzi wa serikali wa kuhamisha makao kutoka Bunda kwenda Mugumu. Na kwa hiyo nikapata kashikashi kweli kama mwakilishi wa wale watu.
nikawa napinga sana uamuzi ule kwamba maana boma lipo na nia ya serikali kwa kusogeza huduma karibu na watu. Sasa mwaka ule nikaenda bunge nikasema sana, lakini baadaye nilimfuata mwalimu hapa Butiama kuendelea kubishana juu ya jambo hilo. Basi nikamkuta akaninunia kweli, nikasema leo yamenikuta. Alikuwa anaishi kwenye nyumba yake ile ndogo kabisa iko kule kwa chifu, na ndio nyumba peke yake aliyojenga mwalimu mwenyewe. Hizi zingine zote hizi kajengewa. Basi baada ya kuwa nimempa mambo ambayo nadhani hakuyapenda sana, akakasirika sana kidogo, alafu akachukua jembe akaenda kulima ulezi nyuma ya nyumba yake. Mimi nikabaki hoi, nikamwambia walinzi wake, mwalimu ameenda wapi? Akasema ameenda kulima. Nikasema nipeni jembe tukalime, rais alimi peke yake. Kwa hiyo nikachukua jembe nikaenda nyuma ya nyumba yake tukaanza kulima. Tumelima, amenyamaza, na mimi ninalima na yeye analima. Baada ya kuona nalima kabisa ndasisemi, akasema mheshimiwa mbunge, yale mambo yamekwisha, tulime sasa. Kwa hiyo mwalimu alikuwa hashikilii hasira wala hana chuki, lakini ukijenga hoja anakuelewa. Hata asipotekeleza hoja yako siku hiyo hiyo ataitekeleza baadaye. Na alikuja kutekeleza, akagawa mkoa wa Mara, akaunda wilaya ya Bunda, na hoja ya kuweda Mgumu ikawa haina mashikote. Baada ya hapo mwaka 1973 akaniteua kuwa waziri mdogo wa kilimo chini ya Joseph Mungai. Mungai akanitania, anasema wewe umepata unaibu waziri kutoka shamba la ulezi wa mwalimu. Nikasema potere hamba. Lakini tumefanya kazi, na mwaka 1975 aliniita Ikulu, akaniambia nimeshauriwa na waziri wa mambo ya nje John Marichela kwamba nikuteue uwe balozi wangu Zambia. Sasa nimeona nikuulize kama unaona hiyo inafaa. Mimi nikamwambia mimi ni kijana wako, ukinituma popote naenda, ukipenda niende Zambia naenda, ukisema nibaki hapa nabaki. Akasema sasa wewe unachagua. Nikasema mimi nataka kuchagua kubaki hapa. Na wakati huo nilikuwa kilimo, sasa mimi napenda sana maendeleo ya vijijini. Akasema basi kilimo si ndio huko kilimo? Nikasema na huko ndiko maendeleo ya vijijini, basi baki huko. Nikabaki, nikakosa ubalozi wa Zambia. Lakini mwaka huo ukapata uteuzi mwingine. Mwaka ule akaniita sasa, nimejiparia mkaa. Akaniambia wewe niambia unapenda maendeleo ya vijijini, sasa na kazi ya vijijini. Sasa akaniambia sasa nataka kukupa kazi ya kuwa mkuu wa mkoa. Nikauliza mkoa upi? Akasema mkoa sijui, lakini kazi ya ukuu wa mkoa nitakupa, ila mahali gani nitaamua baadaye. Alikuja kuamua baadaye, ni tuko Butiama hapa. Ndiye akatangaza kutabaki hapa hapo, utakuwa mkuu wa mkoa na utamsaidia chifu Wanzagi, ndiye alikuwa mwenyekiti wa tano wakati ule wa mkoa. Sasa kwa kweli kama kuna wakati nimejifunza juu ya maisha ya mwalimu ni katika kipindi cha miaka 7.5 ya ukuu wa mkoa wa Mara. Kwa sababu alikuwa anakuja hapa kila Pasaka, anakuja kila Krismasi, ndiye anakaa sana. Anakuja wiki ya kwanza ya Disemba mpaka Januari. Na kiserikali mimi ndio mwenyeji wake. Kama mimi leo. Kama ulivyo wewe. Mpigeni makofi. Sasa kila mara tuko naye. Wakati mwingine unampeleka anakokwenda, na nikajifunza jambo kubwa sana kwa mwalimu. Kwamba alikuwa binadamu kabisa. Na binadamu wanazaliwa
na Mungu anawapa vipaji, na Mwalimu alipewa vipaji ndani vingi zaidi kuliko tuliopewa wengine. Lakini unaweza ukapewa vipaji usivitumie vizuri. Mwalimu alitumia vipaji vyake vizuri sana. Kwanza aliamini kwamba binadamu wote ni sawa. Aliamini kila binadamu anastahili heshima, na alitafasiri imani yake hiyo katika nyanja zote. Mwalimu alichukia umaskini, ndio maana aliutangaza kuwa adui. Lakini yeye mwenyewe hakutaka utajiri, maana kinyume cha umaskini ni utajiri. Lakini utajiri aliyoutaka ni wa kuondoa matatizo ya watu wote, sio wa kuondoa ya kwake. Angekuwa anataka utajiri yeye, angekuwa ndio tajiri mkubwa katika Afrika pengine na dunia. Maana migodi iko hapa Buhemba, Kiabakai, na dhahabu iko kila mahali. Angechimba angekuwa bilionea. Hakufanya. Alikuwa anasimamia maendeleo ya watu wote. Aliamini kwamba watu wote hawezi kuwa tajiri, lakini alitaka wawe na nyumba nzuri ya kuishi ya kawaida, sio ya kifahari. Alitaka wawe wanapata chakula cha kutosha, na alitaka wawe wanapata elimu na wanapata tiba ili waweze kuishi maisha mazuri, lakini yanayotokana na kazi na mchango wa nchi yote kwa pamoja. Mzee Wasira aliwahi kuniambia siku moja, wakati nakueleza kuhusu kipindi hiki ili tupate na wachangiaji wengine, aliwahi kuniambia kitu kimoja. Katika vitu navyomkumbuka baba wa taifa wakati anatangaza vita na nduli Idi Amin. Ndio, wakati ule ndio hasili kwa kazi ngumu. Kwa sababu wakati ule sisi tulikuwa mikoa iliyopakana na vita. Ndio. Na wewe mkuu wa mkoa wakati. Nilikuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Kwa hiyo ikabidi tuchukue hatua kwa maelekezo yake kwamba vita hii haiwezi kupiganwa na majeshi peke yake. Lazima ipiganwe na Watanzania wote. Kwa hiyo tulifanya kazi ya kushirikisha jamii, na tuliambiwa wananchi wale waliopigana vita ya pili na mgambo waende wakapigana. Mimi ndio nilikuwa nina recruit watu hao, na tulipeleka mstari wa mbele wa mgambo na askari wa zamani 5,800 kutoka Mara, na wote walienda mstari wa mbele. Yuko mmoja alikuwa mtu wa Butiama hapa, anaitwa Kichomori. Kichomori hatukumuingiza kwenye orodha, lakini alitoroka hapa akaenda Shinyanga kwenye kambi ya mafunzo. Alipofika kule akamjanganya kamanda, akamwambia mimi basi ndigari liniacha. Sasa bado wanabishana. Mwalimu akafika Shinyanga akiwa komanda in chief kukagua mafunzo, akamwona mtu anaitwa Kichomori. Kichomori, na wewe uko hapa? Akasema niko hapa afande. Sasa yule mkuu hakuuliza maswali, anasema Kichomori mpaka anajuana na komanda in chief mbele kwa mbele. Kwa hiyo Mwalimu aliishi maisha yanayofanana na kile alichokiamini kabisa kabisa. Mzee Wasira, kuna swali la Profesa Muhongo. Profesa, uliza bwana. Naogopa maprofesa akili, uliza. Hapana, wewe umefanya kazi na Mwalimu, na bahati nzuri nilihesabu kura zako, lakini kunifahamu ulivyoshinda mara ya kwanza. Swali la kwanza, kwa nini unadhani Mwalimu alipeleka watu kwenye vijiji vya ujamaa? Swali la pili, mawili tu madogo. Ukiwa waziri mdogo wakati huo wa kilimo, ulisimamia ushirika. Unaonaje ushirika wa wakati huo na tunavyokwenda sasa?
Sawa. Tunakushukuru sana. Kwanza vijiji vya ujamaa. Mwalimu aliamini kwamba watu hawawezi kupata elimu, hawawezi kupata afya, hawawezi kupata huduma za maji, hawawezi kujitosheleza kwa chakula kama wanaishi wamesambaa, kila mtu na nyumbani kwake. Kwa mwalimu aliamua vijiji, lakini hakuamua siku moja. Baada ya azimio la Arusha, aliwapa Watanzania miaka 7 ya kuelewa vijiji ni nini na ujamaa ni nini. Mpaka ilipoonekana sasa wameelewa, ndio mwalimu akasema, na akashauriwa akakubali mwaka 74 kwamba sasa waende vijijini. Wakati huo nilikuwa waziri mdogo. Mwaka mmoja baadaye nikawa mkuu wa mkoa na operation ikawa inaendelea, tukaisimamia. La ushirika wa sasa na wa wakati ule. Ushirika wa wakati ule ulikuwa na maslahi zaidi, isipokuwa matatizo yalikuwepo vile vile. Ushirika wa wakati ule ulikuwa umetokana na hiari ya wakulima wenyewe. Na mzee Bomani alikuwa amefanya kazi kubwa wakati ule, hasa katika mikoa hii ya Ziwa. Marehemu Paul Bomani alianzisha vyama vya ushirika vinaitwa Growers Cooperative Societies. Vilikuwa vyama vinachukua nafasi ya ununuzi wa mazao kutoka kwa wanunuzi waliokuwa Wahindi ambao walikuwa na waibia. Kwa hiyo vikaanzishwa, na kwa kweli vilifanya kazi kubwa, kwa sababu majineri yale yote unayoyaona yamejengwa na vyama vya ushirika. Lakini madhambi yaliyokuwa kwenye vyama vya ushirika ni madhambi ya binadamu ambayo hata leo yapo. Unapewa kuongoza chama cha ushirika, badala ya kufanya maslahi ya wote unafanya maslahi ya kwako. Na jambo hilo lilimuudhi sana mwalimu, mpaka akafuta union, sio vyama vya ushirika. Wanasema alifuta vyama vya ushirika, sio kweli. Alifuta vyama vikuu vya ushirika. Akasema vibaki vile vyama vya msingi, maana vile walikuwa naiba sana. Lakini rekodi inavurugwa kidogo, wanasema unajua mwalimu alikosea, alivunja vyama vya ushirika. Sio kweli. Mzee Wasira, nakushukuru sana. Naomba tumpige makofi mzee Wasira. Kabla sijaondoka hapa niwaambie jambo moja tu. Mwalimu alikuwa anasikiliza sana. Mimi nimekaa katika baraza linaitwa Halmashauri Kuu ya Taifa. Mkianza kujadili, mnajadili, yani hata kama unasema mambo ya ovyo ya kwako hayo, mwalimu hakwambika. Anakusikiliza hapa kama mwisho, umemaliza? Anasema ndio. Mwingine wasiponyosha mkono anasema mtandika, wewe mtandika. Profesa mtandika, wewe simama, sema. Mwenyekiti wa mkoa wa Pwani. Masudi mtandika. Au Kaya. Au mzee Warioba. Ndio walikuwa watu wake. Anawaambia hata wasiponyosha mkono anawaambia sema. Alikuwa anataka mawazo na alisikiliza sana. Maana kuna watu Tanzania hapa wanasema mwalimu alikuwa mbabe sana, mwalimu alikuwa ashauriwi. Mwalimu alikuwa anasoma vitabu, tena viko hapo Butiama, na maarifa mengi yako ndani ya vitabu. Kwa hiyo ukienda kumshauri usifikiri hajui, wewe ndio unamuanzia. Anakuwa yeye ameshasoma, amejua. Sasa washauri ndio walikuwa wanajitilia shaka. Sije anajua tena. Mzee Wasira, nikuulize swali moja. Mwalimu alikuwa anapenda michezo sana. Wewe uliwahi kukaa naye wakati Simba na Yanga ikicheza Dar es Salaam huko hapa? Kuna wakati hapana. Ilicheza akiwa kule. Lakini ulikuwa unajua labda moyo ulikuwa unauma goli likifungwa upande gani? Mwalimu tena sio siri, yule alikuwa Yanga. Yule alikuwa Yanga yule. Na alikuwa na mwenyekiti wake wa Yanga, Mzee Tabu Mangara Tabu. Hata akiwa Msasani anauza nitie ni Mangara. Ndio. Mangara anakuja. Anamwambia habari ya mjini. Sasa mambo yanaenda vizuri. Sasa mambo ya mjini mambo gani kama sio ya Simba na Yanga kufunga? Mzee Wasira, nakushukuru sana.
Lazima nikuulize swali moja kidogo la mwisho. La mwisho kila mwisho. Wewe ulikuwa mkuu wa mkoa. Jambo moja ambalo tutaka tufanye hapa leo ni kuwaambia Watanzania mfano wa Mwalimu in person, binafsi mwenyewe, lakini na nyinyi alikuwa kama viongozi wake vijana, na wewe ulikuwa mkuu wa mkoa kijana sana. Nataka tukubaliane tu jambo moja ambalo linaleta hisia kidogo, ambalo sisi wengine tuko kwenye upande wa bwana mmoja anaitwa Albert Chalamila. Serikali inajitoa, watu wanajitoa, wanajenga madarasa, mnakwenda mnachoma, alafu unasema kutandika viboko inakuwa shida. Wewe uliwahi kutandika viboko? Wewe unataka kunichonganisha na Chalamila? Mimi nataka ukubali kwa kuchapa viboko ni sawa. Hapana, mimi nasema hivi, nchi inaendeshwa kwa utaratibu. Kama utaratibu ni viboko, wanachapa viboko. Maana na Mwalimu naye aliwahi kuwachapa Ikulu pale wakina Sita wale. Ndio. Wakiwa wanafunzi wa chuo kikuu walipofanya vituko akawachapa mwenyewe. Ndio. Akaacha urais akawa mwalimu. Ndio. Kwa hiyo inategemea